Yesu akamjibu akamwambia, amin, amin nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amin, amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Basi mpendwa ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel ya Mikono ya Kristo, kwanza kabisa niseme Mungu akubariki sana, kwa sababu umechagua chaguo lililo bora. Kufuatilia neno la Mungu ni chaguo bora, hasa kwa nyakati tulizo nazo. Nyakati hizi dunia iko kasi sana kwa mambo ya kiulimwengu, lakini tunasahau kwamba wakati umekaribiwa. Wakati ndio sasa. Mwana wa Adamu yu karibu kurudi. Watu wanakimbizana dunia. Kwa hiyo wewe ambaye umechagua kulitafuta neno la Mungu, nina kila sababu ya kusema Mungu akubariki sana na aendelee kukutia nguvu. Roho Mtakatifu aendelee kukupa uweza wa kuweza kufikia kulitafuta neno la Mungu kama ulivyochagua kulitafuta neno la Mungu kwa siku ya leo na siku nyinginezo. Siku ya leo nimekuja na somo moja. Somo hili linahusu mambo ya asili. Ndio maana nimeanza na hizo habari za Yesu anapozungumzia kwenye masuala yake ya ubatizo. Somo hili linasema hivi: asili inavyozuia watu wengi wasiokolewe. Sasa katika somo letu la leo tuzingatie zaidi kwa habari ya kuzaliwa tena. Asili ni wewe ulivyozaliwa. Kuzaliwa kwako umezaliwa katika asili isiyofaa. Tangu dhambi ilipoingia duniani, kila aliyezaliwa kutokea pale, kuzaliwa kwake kumezaliwa katika hali isiyofaa. Umezaliwa katika dhambi. Kwa hiyo wewe kiasili, mwanadamu ulivyozaliwa, asili yako ni dhambi. Lakini Mungu alipomuumba mwanadamu, alimuumba katika utakatifu wake. Mwanadamu akaruhusu dhambi ikaingia. Aliporuhusu dhambi ikaingia, kwa hiyo asili ya mwanadamu ikabadilika na kuwa katika dhambi. Kwa hiyo ile dhambi ikatutafuna kweli kweli. Ile dhambi ikatutesa kweli kweli. Ile dhambi ikatesa sana ulimwengu. Kwa kweli ulimwengu uliteseka. Kwa wakati huu tunaweza kusema tunayo neema kubwa. Kwa sababu gani? Tunayo neema ya ubatizo. Wakati dhambi imeingia, wakati huo sijui nini kilikuwa kinafanyika. Mimi sijui ni neema gani ilikuwa inatumika, kwa kweli sijui, kwa sababu ubatizo ndio umekuja kuondoa hiyo dhambi ya asili. Akaja Yohane kutengeneza njia ya Bwana. Yohane akaanza kazi ya kubatiza, akafanya ubatizo wa ondoleo la dhambi, ubatizo wa Yohane. Kwa hiyo Yohane akaanza kubatiza watu kwa ondoleo la dhambi, akitengeneza njia ya Yesu mwenyewe aje kukamilisha injili yake, aje kukamilisha lile kusudi ambalo Yesu lilimleta hapa duniani. Alipokuja Yesu akawa anabatiza kwa maji na moto. Kwa hiyo tena ukawa ni ubatizo ambao umeongezewa kitu fulani. Umeongezewa kwa habari ya kumpokea Roho Mtakatifu. Ndicho Nikodemo anaambiwa, Yesu anamjibu anamwambia, amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Nikodemo anashangaa, kuzaliwa mara ya pili ni vipi? Yaani mimi na uzee wangu irudi tumboni mwa mama yangu? Yesu anamwambia hapana, sio hivyo. Ninamaanisha ya kwamba mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho. Unaona sasa hapa, kwa maji na kwa Roho. Tunamuona habari za Yohana. Yohana alikuwa anabatiza kwa maji, kwa ondoleo la dhambi. Yesu ndio ameleta ubatizo wa Roho, yani maji na Roho. Unapobatizwa kwa maji, maana yake dhambi yako inaondolewa. Halafu kisha ondolewa dhambi, unapata neema, yani wewe uliyebatizwa unapata neema ya kushukiwa na Roho Mtakatifu. Sasa Roho Mtakatifu anaanza kukutengeneza kuanzia pale. Roho Mtakatifu anaanza kazi yake kuanzia wewe ulipobatizwa.
Kwa hiyo yeyote aliyebatizwa maana yake amepata neema ya kuondolewa dhambi, lakini pili amepata neema ya Roho Mtakatifu. Kwa nini Roho Mtakatifu? Ni kwa sababu mwanadamu hata kuondolewa dhambi bila msaada wa Roho Mtakatifu haiwezekani. Yesu mwenyewe alisema, bila Roho wa Mungu nyinyi hamwezi. Bila msaada Roho Mtakatifu hamwezi. Kwa hiyo mimi ninaenda, lakini nitawaletea huyo nani? Roho Mtakatifu, ambaye atakuja kuwasaidia, kuwakumbusha, kuwafundisha na mengine mengi ambayo tulikuwa tuyajui. Ni kazi ya Roho Mtakatifu. Hivyo unapobatizwa maana yake umeondolewa dhambi, maana yake umempokea Roho Mtakatifu, maana yake unaanza safari mpya ya wokovu. Hapa ndipo somo langu msingi wake unapoanzia. Unapoanza safari mpya ya wokovu, ama unapoanza safari mpya katika wokovu, maana yake ni kwamba uachane na mambo yote ya asili. Asili ndio inakuzuia na imezuia watu wengi sana wasiokolewe, kwa sababu wanampokea Kristo Yesu vizuri, wanasamewa dhambi zao, wanampokea Roho Mtakatifu vizuri, lakini asili hawaiachi. Unapong'ang'ania asili, maana yake wokovu nao unakuacha. Ukiibeba asili, wokovu umeukimbia, kwa sababu Yesu ameshakubatiza, umeshabatizwa kwa maji, umeshampokea Roho Mtakatifu. Hiyo ni neema kubwa. Kwa hiyo maana yake uanze safari ya kumtafuta Kristo, ya kuishi maisha ya Kristo ambayo ametufundisha alipokuja hapa duniani. Unajifunza na mwalimu mkuu wa haya yote ni Roho Mtakatifu, huyo ambaye ulimpata ulipobatizwa. Sasa kuna vitu vya kuzingatia. Zingatia kuzaliwa tena. Zingatia kwa nini ulizaliwa tena, ama kwa nini uzaliwe tena. Kwa nini ulizaliwa tena na kwa nini uzaliwe tena? Mwanzoni nimesema ya kwamba kabla ya ubatizo, kabla ya kuzaliwa tena, wewe ulikuwa na dhambi. Wewe ulikuwa ni mdhambi, haijalishi hata kama mtoto mchanga. Kuna dhambi inaitwa dhambi ya asili, unazaliwa nayo. Ndio maana unamwona Bikira Mariamu, unasikia alikingiwa dhambi ile ya asili, ile ambayo ilitokana na lile tendo la kula tunda la ule mti ambao ulikatazwa pale kwenye bustani ya Eden. Dhambi iliingilia pale. Kwa ile dhambi kila anayezaliwa anazaliwa nayo. Ile dhambi haiondoki pasi na ubatizo, haiondoki bila kubatizwa, haiondoki ile dhambi. Kwa hiyo ubatizo ndio uliondoa ile dhambi. Kwa sababu hiyo unapobatizwa unaondolewa dhambi, unaondolewa ile asili ambayo ndio makabila, ndio mila, ndio desturi, ndio vitu vingi vya asili viliingilia huko. Miungu, kuabudu sanamu, kwenda kutambika, kwenda kuombaomba makaburini na vitu vingine vingi vinavyofanyika. Vyote asili yake itokea ni dhambi ilipoingia, na ndio mwanadamu akateswa na dhambi. Kwa hiyo Yesu alikuja ili kutuokoa na hili, na ndio maana tunapata neema hiyo ya ubatizo. Kwa hiyo kwa nini uzaliwe mara ya pili? Kwa sababu kuna vitu haviwezi kutoka bila ubatizo. Na kwa nini uzaliwe mara ya pili? Ni kwa sababu kuna vitu hutoweza kuvifanya bila kuwa na Roho Mtakatifu, bila kumpokea Roho Mtakatifu. Lakini Roho Mtakatifu tunampokea kwenye ubatizo, na ndio maana tunasema kwa nini uzaliwe. Maana yake kama usipozaliwa, hiyo dhambi unayo mjomba, unaendelea kuwa nayo. Sasa watu wa asili hawataki kuzaliwa upya. Watu wanaopenda asili hawataki ubatizo. Wengine wanabatizwa halafu wanarudi walikotoka. Sasa ukishabatizwa, yani sasa hivi umeogeshwa, nimekutoa kwenye matope, mfano mdogo tu, na kuchukua nimekutoa kwenye matope. Au mchukue mtoto ametoka kuchezea tope, unamchukua mtoto, njoo mwanangu, unampeleka kwenye chumba cha kuogea, labda unamuogesha vizuri kabisa, unamuondoa tope, anasafishika safi kabisa, unamvalisha nguo nyingine, anapendeza, anang'aa, unampaka na mafuta vizuri. Ameng'aa, si ndio? Ameng'aa. Lakini nikuulize swali, akirudi kwenye ile tope atakuwa ameng'aa tena vile vile? Sasa ukimpokea Yesu alafu ukarudi kwenye asili ya matambiko, asili ya miungu, asili ya kwenda kuombaomba kwenye makaburi, asili ya kila mwisho wa mwaka mnaenda kutoa sadaka gani za kimila, maana yake wewe wokovu umeukataa na wenyewe utakukataa. Umerudi kwenye nini? Umerudi kwenye matope. Hiyo ndio maana yake. Mtoto umemtoa kwenye tope, umemwogesha, amerudi kwenye tope. Maana yake ile asili imekufanya umekataa ondoleo la dhambi.
Umemkataa Roho Mtakatifu, kwa sababu neno la Mungu linasema Roho Mtakatifu ana uwezo wa kuhuzunika, ana uwezo wa kuchukia, ana uwezo wa kunyamaza, ana uwezo wa kukuacha. Kwa hiyo unaporudi kule kwenye asili yako, maana yake unasema mimi naipenda zaidi asili yangu kuliko kile Mungu ambacho amekusudia ndani ya maisha yangu kuniokoa. Fungua Biblia yako kitabu cha Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza sura ya 3 aya 9. Inasema hivi: kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi, kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Kwa nini uzaliwe mara ya pili? Aliyezaliwa mara ya pili hatendi dhambi. Najua kuna swali linakuja hapo. Aliyebatizwa hatendi dhambi, aliyempokea Roho Mtakatifu hatendi dhambi, kwa sababu amezaliwa ule uzao utokanao na nani? Na Mungu. Kwa hiyo hatendi dhambi. Hiyo ni sababu kubwa kati ya sababu zingine kubwa ambazo zitakufanya wewe ama unajiuliza, kwa nini nibatizwe? Kwa nini nimpokee Roho Mtakatifu? Kwa sababu ukibatizwa na ukimpokea Roho Mtakatifu, wewe hutendi dhambi, ama wewe hutakiwi kutenda dhambi, kwa sababu umezaliwa ule uzao utokao kwa Mungu mwenyewe. Kuna swali hapo. Aliyeelewa anajiuliza swali. Mbona watu wamebatizwa ndio kila siku wanatafuta maungamo, wanatafuta kuomba toba? Hawa wamebatizwa, kwa nini wanatenda dhambi? Swali zuri sana. Ukibatizwa roho yako imeokolewa. Sasa wokovu una process. Kwa nini mtu amebatizwa unamuona anatenda dhambi? Anayetenda dhambi sio yeye. Kuna kitu kinafanya kazi mle ndani yake kinamsababisha yeye atende dhambi. Na ndio maana baada ya haya yote ikawekwa neema. Sasa neema ya toba. Yani toba ni neema, yani kutubu ni neema ambayo Mungu aliweka, kwa sababu alijua huyu mwanadamu nimemtoa kwenye dhambi, roho yake imeshaokolewa. Roho inaokolewa mara moja tu. Yani wewe ukishabatizwa roho yako imeshaokolewa hapo hapo, na roho ikiokolewa haibadiliki. Sasa changamoto inakuja kwenye nafsi. Mtu ni roho, anayo nafsi ambayo inaishi ndani yake. Hii nafsi hii ina kumbukumbu zote. Nafsi ya mwanadamu, nisikilize kwa makini. Yani wewe ulipobatizwa ulishaondolewa dhambi, roho yako ikaokolewa. Yani wewe utendi dhambi, utakiwa kutenda dhambi kwa sababu roho yako imeshaokolewa. Lakini hapo mwanzo roho yako ilikuwa haijaokolewa. Yani ilikuwa hakuna namna, lazima utafanya nini? Utatenda dhambi kwa sababu roho yako ilikuwa haijaokolewa. Lakini unapobatizwa once, mara moja, roho yako inakuwa imeokolewa. Sasa changamoto, wewe mwanadamu unaanza kupambana na kitu kinaitwa nafsi. Nafsi yako ndio inatekwa na dhambi. Nafsi yako ndio inayokumbuka yaliyopita. Nafsi yako ndio ukiipeleka kwenye wokovu inajiuliza mara mbili. Nafsi yako ndio Roho Mtakatifu anahangaika kuisemesha. Roho Mtakatifu anahangaika kuitengeneza. Roho Mtakatifu anahangaika kuifanya nafsi yako ikae katika njia sahihi, kwa sababu nafsi ndio itakao kuingiza motoni. Hiyo nafsi ndio ina heka ya kupoteza mwili wako. Nafsi inakumbuka kwa waganga wa kienyeji. Nafsi inakumbuka zinaa. Nafsi inakumbuka utapeli. Nafsi inakumbuka kila aina ya uovu, umbea, kusengenya, matusi na kila aina takataka ya uovu uliokuwa unaifanya. Inayokumbuka ni nafsi. Sasa nafsi inapambana na roho, inapambana. Yani wewe unasema hii mimi sitaki, nafsi inakwambia mbona tulikuwa huku siku zote? Sasa hiyo ndiyo ambayo wewe inakurudisha nyuma. Kwa hiyo kwa kuwa utendi dhambi, ndio maana sasa unaona unajiuliza, mbona mimi sitaki kufanya kitu hiki, lakini msukumo unakuwa mkubwa. Hautaki kufanya, alafu msukumo unakuwa mkubwa kwa sababu nafsi haijakaa sawa sawa katika wokovu. Ndio maana mtu anapobatizwa tunashauri akae sawa sawa katika wokovu, apokee ile elimu kisawa sawa, ili iwe nini? Ili apate kuelewa wokovu ni nini, mambo gani hayafai na mambo gani yanafaa. Kwa kisha elewa vizuri, yule mtu anakuwa anaifuata njia iliyo sahihi. Ndio maana mtu yote aliyekaa katika wokovu vizuri, kumkuta na changamoto za uovu ni mara chache sana. Zaidi kuna dhambi ambazo tunasema unaweza kutenda dhambi usiyokusudia. Walio wengi wanakuwa na dhambi ya namna hiyo. Lakini zile dhambi za kukusudia, wale ambao wanaelewa maana ya wokovu,
wanajitahidi kweli na wanaziepuka, na neema ya Mungu inakuwa juu yao, wanakuwa wanaepuka dhambi za namna hiyo. Maana kuwaza, unaweza ukawaza kitu kikawa kibaya, lakini huwezi kulizuia wazo linaweza likaja lenyewe lakini likawa baya, tayari umetenda dhambi. Unaweza ukapita sehemu ukaona kitu kibaya, huwezi kuzuia kuona kwa sababu macho yanaona, huwezi kufumba macho, mpaka ufumbe macho umeshaona tayari kitu kibaya, umetenda dhambi. Unaweza ukafika mahali ukasikia neno baya, sasa huwezi kusema usikie nini usisikie nini, lakini umeshasikia, umeshatenda dhambi. Sasa watu wengi ambao wanakaa vizuri, wanaishi kwenye wokovu, wanaandamwa sana na dhambi za namna hii. Lakini kumkuta mtu anapanga kudanganya, mtu ambaye amekaa kwenye wokovu sawa sawa, amebatizwa, akalelewa vizuri, akakaa vizuri kwenye wokovu, huwezi kumkuta anafanya, kwa sababu roho yake ilishaokolewa na nafsi imeshaelewa vya kutosha kuelewa kwamba hii haifai. Siwezi nikashika simu yangu nikamdanganya mtu niko Mbagala wakati nipo Kinondoni, haiwezekani. Uwezi kumwambia mtu dakika 5 nitakuwa nimefika hapo, nimeshatoka, ni kwenye daladala wakati ndio unaoga. Uwezi kumkuta mtu ambaye amebeba wokovu vizuri akasema maneno kama hayo, hawezi, kwa sababu anajua kwamba hii haitakiwi. Nafsi imeshakubali kwamba hii haitakiwi. Sasa mambo ya asili ndio yanasababisha wewe unashindwa kupokea wokovu. Kurudi kwenye mambo ya asili, ile misingi ya asili, hiyo misingi ya asili ambayo unaishi nayo wewe, ya tamaduni ya nyumbani kwenu, ya kabila la kwenu, hiyo ndio inayokuumiza wewe usipokee wokovu, kwa sababu wokovu ulishaupokea, umeshabatizwa, ukampokea na Roho Mtakatifu, lakini vitu vya nyumbani kwenu hautaki kuviacha. Mambo ya kabila lenu hautaki kuyaacha, masengenyo ya kabila lenu hutaki kuacha, umimi kwenye kabila lenu hautaki kuacha. Mkikutana vigenge mnakaa watu wa makabila, mnataka kutambika. Ukienda mahali yule kabila langu yeye nikaongea naye, mnajoin, mnakaa pale kwa sababu ya kabila. Yule ndio wa kwetu, yule sio wapi. Unajoin kwa sababu ya kabila. Unaenda huko, yule ndio ndugu yangu. Hiyo sasa ndio roho hataki. Ndio maana nikasema neno nasema vizuri, asili inavyokuzuia kuokolewa. Umeokolewa vizuri, lakini unashindwa kupata wokovu sahihi kwa sababu vitu vya kabila, marafiki wale wa nyumbani kwenu, tamaduni za kwenu, vyakula vya kimila, kwamba sisi bwana lazima tule chakula fulani ili tutimize mambo ya kimila. Wewe unaukimbia wokovu kwa sababu unaenda kula chakula kisichokuwa cha uzima, unaacha chakula cha uzima. Vyakula ni vyakula. Habari ya kwamba kwenye kabila yetu lazima tule chakula hiki, hayo ni mambo ya kimila. Hakuna lazima hakula chakula hiko. Ina maana hao wenye makabila mengine wanaokula vyakula vingine wamepungukiwa nini? Si wote tunakutana mjini, si wote tunakutana mashambani, si wote tunafanya kazi zinazofanana. Kwa hiyo utagundua kwamba mambo mengine mbele ya Mungu ni nini? Ni upuuzi. Kwa hiyo nimesema kuhusu dhambi, nikasema umejiuliza swali, nikakwambia nafsi yako ndio inasababisha matendo dhambi. Haya mambo mengine nilikuwa nakuongezea. Sasa ukitaka kujua kwamba wewe sio kusudi lako kutenda dhambi, ila nafsi inaendeshwa na dhambi ili dhambi itendeke ndani yako, soma kitabu cha Warumi sura ya 7 aya ya 19. Warumi sura ya 7 ya 19. Aya ya 19 inasema hivi: kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Unaona jinsi ilivyo. Sasa aya 20 inasema nini? Basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Sasa dhambi inakaa ndani yako wapi? Nafsi yako ndio ambayo inakamatwa. Yani hiyo nafsi yako ndio imekamatwa na dhambi. Yani nafsi ina kumbukumbu, nafsi inashawishika, shetani anaikamata nafsi yako, unasema hii sitaki, unajikuta umefanya. Kwa hiyo kama una changamoto namna hiyo, uelewe kwamba lazima ushughulikie nafsi katika wokovu wako. Lakini uking'ang'ania mambo ya asili, haya yote yatakupita. Yani ukijua kwamba wokovu ndio kitu sahihi, ukijua ya kwamba nikibatizwa kila kitu kimeisha, haya utayajua. Utajua kwamba ninatenda dhambi kwa sababu nafsi yangu ina shida, nafsi yangu inakamatwa. Kwa hiyo lazima nishughulikie nafsi yangu ili nivuke hapa mahali. Nishughulikie nafsi yangu ili iache kutamani kitu fulani. Nishughulikie nafsi yangu ili iondokane na kitu fulani. Unasema hii mimi kuanzia leo sifanyi tena. Mimi pombe sitakunywa tena. Hii ndio glasi ya mwisho. Hii pombe hii ndio glasi ya mwisho. Unasema vizuri. Lakini ikipita kesho
unasema tena hili lilikuwa jana. Ngoja hii leo ndio ya mwisho. Hii leo ndio ya mwisho. Hizo mwisho zimekuwa ngapi? Sasa hiyo, yani ukiona hiyo maana yake shughulikia nafsi. Tatizo lipo kwenye nafsi. Nafsi yako kuna mahali imetekwa na dhambi. Ndio maana wewe unaona roho inakataa. Inakwambia hii hapana, bangi sivuti tena. Wanawake ni yani leo, yani ndio mwanamke kutafuta makahaba, yani leo ndio mwisho. Yani kwa nini nimekuja huku? Siji tena, yani leo ndio ya mwisho. Unasema mwenyewe na uko peke yako. Unajisemea mwenyewe, roho inakataa na nafsi inakubali kwamba kweli. Lakini ikifika kesho, kwa sababu dhambi imeikamata nafsi inakumbuka matendo ya uovu, inakusukuma tena, leo kafanya tena ya mwisho. Kwa hiyo unajikuta wewe ni mtu wa kusema mwisho, haifiki mwisho. Hapo nashughulikia nini? Nafsi. Na haya yote unaweza kushughulikia kwa sababu uliukubali wokovu. Ukiukubali wokovu ndio utagundua kwamba roho ilishaokolewa. Dhambi ninazotenda ni nafsi yangu iko attacked, imeatakiwa nafsi yangu. Kwa hiyo nikishughulikia nafsi, dhambi itaacha nafsi yangu, nitakuwa huru. Ukiwa mtu huru, kila kitu unaweza kukataa wewe mwenyewe. Lakini ukiendekeza mambo ya asili, hivi vitu vyote huwezi kuviona. Kwa hiyo asili ya nyumbani kwako, kataa asili ya nyumbani kwako ili haya uweze kuyajua. Mimi nayajua na kuyafundisha haya kwa sababu nilishakataa asili ya nyumbani kwangu. Hata kama natenda dhambi, naiona kabisa hii ni dhambi, na ninaweza nikacontrol on my own, yani mimi mwenyewe nikajicontrol na nikaenda kuomba toba mbele ya Mungu na ile dhambi ikaondolewa. Lakini wewe ukiwa mtu wa asili ni ngumu. Yani kuna kitu hautokikataa, utakikubali. Nikikwambia acha kwenda kutambika, utasema na achaje kutambika? Haya ni mambo ya kimila, umeona? Yani hauoni kwanza kama dhambi. Kwa hiyo asili inakusababisha pia usione kama hiyo ni dhambi. Asili inakusababisha uone kila kitu cha ovyo ni halali. Asili ya nyumbani kwako inakutenganisha na wokovu, inakufanya wewe usiokolewe kwa sababu ya kukumbatia nini? Asili. Kwa hiyo ukirudi nyumbani kwako, ama unaposikia somo hili, hebu jiulize, hivi sisi asili gani inatutesa? Jiulize, sisi jambo gani linalotutesa? Kitu gani kwetu kinatutesa? Kitu gani tunahangaika nacho sisi ambacho hiki ni jambo la asili? Mifano iko mingi sana ambayo utaona kabisa yakitokea matukio. Angalia matukio ya kifamilia, nini kinafanyika cha asili? Je, kinampendeza Mungu? Kupakana dawa, si umefiwa bwana, umeshafiwa, usikumbuke misiba, tunachukua mti fulani tukupake dawa. Hayo sasa mambo ya asili. Ukiyakumbatia hayo utaona kama ni kitu cha haki, kumbe ni uovu mbele za Mungu. Na asili nyingi ambazo zinasababisha hasa matambiko, ibada za sanamu, kwenye mambo ya asili zinafanyika kweli kweli, lakini ni hamjui, kwa sababu mnaletewa taswira ambazo mnaona ni za kawaida. Nimeshafundisha sana, lakini naona Roho Mungu ananipa tena nguvu ya kuendelea kufundisha. Na nitaendelea kufundisha ili watu waelewe. Unaenda kwenye harusi, tembelea kwenye harusi. Eti mtu anakuja kabisa, babu yake imekuja, mwanangu na ukabidhi mikuki hii. Amepewa mikuki na ungo. Sasa muulize, baba, tunaenda kuwinda? Au babu, kuna safari ya kuwinda? Hakuna safari ya kuwinda. Mnanipa mikuki ya nini? Umeokoka eti wewe? Hii ndio mila. Unajua maana yake? Ukija kuchunguza chifu, mambo ya kichifu. Sasa mambo ya kichifu na wokovu wapi na wapi? Mambo ya kimila na wokovu wapi na wapi? Umechukua maagano umeyapeleka kwako. Unajikuta yani unatumikia vitu fulani, unashindwa kuacha vitu fulani. Kwa sababu gani? Kwa sababu ipo asili umeibeba, iko nyumbani kwako. Miungu umeibeba, iko nyumbani kwako. Umebeba mikuki umepeleka nyumbani kwako. Ya nini? Umepewa sijui chungu cha nani, sijui hiki ndio chungu chetu, sijui cha ukoo, cha familia. Kwa hiyo umeolewa, ubebe chungu hiki ukawekee maji. Wewe si ukimaliza unampa ndugu yako sijui nani chungu. Wewe cha nini hicho? Si ununue kipya tu, unataka chungu weke ndani kwako. Nenda kanunue chungu kipya weka ndani kwako. Kwa nini mnapewa vitu ambavyo vina masharti, vina maelekezo, kikakae ndani sijui kifanye nini? Hii babu yako alikuwa anavaa. Unakuta kitu alikuwa nacho mtu mwingine. Bwana fulani alikuwa anavaa hiki. Kwa hiyo na wewe unatakiwa ukivae. Sijui mara pete, sijui hii pete si ilikuwa ya babu yako sijui. Kwa hiyo inabidi wewe uivae. Sasa kama ilikuwa yake yeye, kwa nini uivae wewe? Yeye anajua mwenyewe alikuwa nayo ya nini? Ni mustakabali maisha yake mwenyewe. Kama ametangulia mbele yake, zikeni na vitu vyake. Ni vya kwake, sio vya kwako. Sasa wewe unachukulia kawaida, ilikuwa ya babu, haitakiwi kutupwa, ngoja mimi niivae. Wewe unaivaa kwa nini?
asili. Unakuta umebatizwa vizuri, ulimpokea Roho Mtakatifu vizuri, ubatizo unakufa. Ile nguvu ya batizo inakufa, ule msamaha uliopokea unakufa, ule uwezo wa kimungu wa kukupeleka kwenye njia iliyo sahihi unakufa. Kwa nini? Kwa sababu ya asili. Ile ukiacha asili utagundua kabisa hii ni dhambi, napaswa kuiacha. Kwa nini siache? Unaanza kujadili mwenyewe. Lakini ukiipenda asili, dhambi wewe huwezi kuona kama ni dhambi, unaona kama ni vitu vya kawaida. Kwa hivyo ushauri wangu sasa, nakupa ushauri wa bure kabisa. Mambo ya asili jifunze kuepuka. Jifunze kuepuka. Na mambo ya asili utayaona kwenye mahali, kutoa mahali, kwenye kuoa, kuolewa, kwenye kuzaliwa mtoto na kwenye kifo. Na kila baada ya muda fulani, labda kila mwisho wa mwaka, chunguza katika familia yako. Akizaliwa mtoto, nini kinafanyika? Mnavalishana sio vile vyeusi kwenye mkono, sio kwenye shingo, sio vitu gani mnamvalisha vile vitu sio vizuri. Ile ndio asili ambayo unakwenda kumbatiza mtoto unaficha. Ukirudi nyumbani unavyo. Mtoto kauma kazaliwa jicho alioni vizuri, umeenda kwenu huko sema unajua tunazaliwaga jicho alioni vizuri, kwa hiyo huyu chukua kamba imfunge. Ili afanye nini? Kwa hiyo kama daktari wa jicho, si ndio? Ndio maisha hayo. Vishilingi hii kishilingi tu, ndio kishilingi. Kina kazi gani? Mningiliza mtoto shingoni. Mwingine ndio ana bonge la furushi mpaka shingo inamwelemea. Liko shingoni. Jamani, hii asili ndio mnaua nguvu za mtoto. Ndio mnasababisha mtu anakosa wokovu. Baadaye mtoto anakuwa mpagani kwa sababu tangu mwanzo mlimuondolea ile asili, mlimuondolea ule utukufu wa Mungu ndani yake. Tangu mwanzo mmempa asili yenu, mkaenda kumbatiza, mnaficha asili. Yaani nyinyi mmeenda kumbatiza mtoto, unamchukua mtoto unambatiza, ama mtu mzima unakwenda unabatizwa, kumbe una vitu vyako kwenye ubatizo unavificha. Afadhali watu wazima mnavificha vitu vyenu, vinakuwa vionekane, lakini usivifiche, viondoe. Mtoto ana dude kichwani, mmelifunga shingoni, mnaenda kumpeleka kwenye ubatizo, mnaficha. Akibatizwa mnarudisha. Nyinyi mmefanya kazi bure. Kwa sababu unapobatizwa manake umeyakataa hayo, lakini nyinyi hamtaki kuyakataa hayo, mnayaficha. Alafu akirudi mnamvalisha kiunoni, mnamfunga vitu gani sijui. Kwa kweli tumeteseka. Kama unapata elimu hii ufunguke. Hayo mnayofunga kiunoni madude gani hayo? Ya kazi gani? Hiyo ni miungu, ni mizimu, ni majini, mapepo hayo yote ambayo mnaendekeza. Hiyo ndio asili. Sasa asili ndio inasababisha vurugu katika wokovu. Mtu anashindwa kuokoka sawa sawa kwa sababu ya asili, mlificha asili. Kwa hiyo ukijua asili, hata ukimhudumia mtu inakuwa rahisi kwamba huyu ana asili fulani, lazima tudili na asili ya kwao. Na asili ndio itakurudisha nyuma kwenye wokovu kwa sababu inakufuatilia. Pengine kuna vitu wazazi wako walivichukua. Kuna vitovu vimefichwa, watu wanavyo. Akina mama mna vitovu nyumbani kwenu. Unauliza, cha nini hicho? Unakaa nacho, cha nini? Hana jibu. Mtoto yupo huko kitovu na choe. Haujui kwamba unatengeneza kitu ambacho kitaweza kumletea shida mtoto hapo baadaye. Haleluya. Mungu akusaidie upate kuelewa kwamba unapoenda kwenye wokovu, unapoamua kubatizwa, unapoamua kubatiza, elewa kwamba umeenda kwenye wokovu. Unapoamua kumpokea Kristo Yesu awe ndiye Bwana na Mwokozi katika maisha yako, umechagua ukurasa mpya. Ukurasa mpya maana yake ya kale yamepita, umekuwa kiumbe kipya. Hayo makando yote uliokuwa nayo maana yake hayatofaa tena, hayakufai tena. Unapaswa kuachana nayo ili safari yako mpya wokovu iwe salama. Haleluya. Mimi nakushukuru kwa maana naamini kabisa kwamba unafuatilia mafundisho haya vizuri kabisa, na Mungu anakupa neema ya kuelewa. Roho wa Mungu anakufunulia mambo ambayo pengine hata ulikuwa hujui. Mungu akubariki sana kwa kutenga muda wako kufuatilia mafundisho haya. Unayo changamoto, zipo namba za simu. Una jambo, drop your comment. Weka comment yako hapo, tutaweza kukuhudumia pia. Tutaweza kuwasiliana pia. Namba za simu ziko hapo, tupigie. Unahitaji ushauri, kuna jambo unaona ni zito. Kwa kweli jitahidi kutafuta watumishi. Usisite jamani, mimi na changamoto hii.
jamani, mimi na changamoto hii, jamani, mimi nahitaji msaada huu, tutakushauri. Maana yake Roho wa Mungu ndiye anayekushauri, sio sisi, na atakushauri vizuri, na hilo jambo utalivuka tu, na hiyo vita utaishinda. Inawezekana kwenye familia, inawezekana wewe mama utaki, baba ndiye anataka mambo hayo, inawezekana ndio familia ulioolewa kuna shida namna hiyo. Basi kuna namna tutakufundisha kufanya ili Yesu aingilie kati. Maana kuna vita nyingine inabidi Bwana wa mabwana, Bwana wa vita mwenyewe aingilie kati. Bila yeye kuingilia kati haiwezekani. Kwa hiyo tutakapokufundisha, maana yake Bwana wa vita atakufundisha namna ya fanya nini, ya kuishi na kuweza kuvuka kwenye hizo changamoto ili upate kuvuka. Unamkuta mtu anakwenda kanisani, dude liko hapo kwa watoto. Angalia watoto kanisani, mnawatesa bure, wananyong'onyea bure, mnawapa mizigo ambayo hawakustahili. Kwa hiyo kumbuka hilo, kwamba hili kama linashindikana, namba za watumishi zipo. Hebu ngoja niwapigie watumishi hata kisirisiri. Kuna watu wanazo Biblia majumbani kwao. Nyewe tunawapeni siri. Kuna watu wana Biblia majumbani kwao, nyuma zao hazitaki kuonekana Biblia, lakini wanazo kisirisiri, wanapewa maarifa ya neno la Mungu. Fanya moja mbili tatu kusaidia, na anakaa nayo miaka na miaka, mna anaiona, na neno la Mungu linaishi, anapata wokovu. Unaweza katika mazingira magumu, unajua nifanyeje? Usijiulize, piga simu kisirisiri, na Roho wa Mungu atakusaidia kwenye swala la wokovu. Mungu atakusaidia kwa namna yote ili akuokoe, kwa sababu unautafuta wokovu. Endelea kufuatilia mafundisho yetu kupitia mitandao ya kijamii kama vile Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Lakini pia tunayo channel ya WhatsApp, jina hilo hilo, Mikono ya Kristo, na Mungu ataendelea kukufunulia mambo mbalimbali kwa ajili ya kukujenga kwenye maisha yako. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Hadi wakati mwingine, bye bye.